atafufuka. Bwana wetu Yesu Kristo pia alisisitiza kusema hivi, jinsi ambavyo Jona alikuwa siku 3 na usiku 3 ndani ya tumbo ya samaki, vivyo hivyo mwana Adam atakuwa chini ya moyo ardhi siku 3 na siku ya 3 atafufuka. Huu ni ukuu wa siku ya 3. Vile vile tunaangalia katika kitabu cha Kutoka 19:10. Mungu ananena na Musa mlimani, anamwambia, enenda ukanene na wana wa Israeli na ukawatakase. Siku ya kwanza, siku ya pili, na waoshe mavazi yao. Kumbuka, kuosha mavazi inasimamia kujitakasa na kuomba msamaha. Kuosha mavazi yao, na siku ya 3 mimi Mungu nitakuja chini ya mlima Sinai machoni pa wote ili kujidhihirisha. Mungu alijidhihirisha siku ya 3. Kwa hivyo mbona fundisho hili Roho Mtakatifu amelileta? Kumekuwa na ufunuo mwingi kuhusu taifa hili, kuhusu mtembeleo wa majira haya. That is mtembeleo wa nyakati za mwisho, the outpouring of the Holy Spirit. Mtembeleo huu unaambatana sambamba na siku ya 3. Kwa hivyo tujitayarishe na tuendelee kusikiza na kufuatilia zaidi kuhusu siku ya 3 ambayo Roho Mtakatifu atatufunulia hivi karibuni kuhusu siku ya 3. Tuko katika siku hiyo ya 3. Na tukumbuke tena, imeandikwa siku moja mbele za Mungu ni kama miaka 1000. Na wasikizaji, watazamaji, tumewahi soma katika mafundisho ya kidunia hii hesabu ambayo ilikuwa inafundisha kuhusu tens, ones, hundreds, thousands, 10,000s. Kwa hivyo Mungu anaposema siku moja ni kama miaka 1000, inamaanisha hivi: siku moja pia ni kama mwaka mmoja. Siku moja ni kama pia miaka 10. Siku moja pia ni kama miaka 1000. Kwa hivyo kuna ufunuo fiche, kuna ufunuo ambao uko mahala hapa mkuu zaidi, ambao